Stella Martin Manyanya. Tutafuatiwa na Mheshimiwa Kwagira Ruben Haramanilo. Lakini pia kutoka kambi ya walio wachache, naomba nipewe jina la mchangiaji mmoja kwa dakika 10. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutupa uhai na afya njema. Lakini pili, nichukue nafasi hii kumshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wetu kwa jinsi ambavyo ameendelea kusimama na taifa lake la Tanzania katika kuhakikisha amani inapatikana na maendeleo yanapatikana. Nimshukuru sana Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Mpango kwa jinsi ambavyo amelisaidia taifa hili. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, waziri wetu mkuu, pamoja na Mheshimiwa Doto Biteko, naibu waziri mkuu, na kwa kweli na mawaziri wote kwa ujumla wake na wengine wote katika idara mbalimbali walivyotusaidia. Nimshukuru sana Mheshimiwa Spika wetu na nyinyi mnaomsaidia kwa kazi nzuri inayoendelea, na naamini Mbeya watatutendea haki kuturudishia spika wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninayo pia heshima kuungana na Wakatoliki wa Kristo wenzangu kufuatia kifo cha Baba Mtakatifu Papa Francis. Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani. Lakini pia tunawapa pole sana TANESCO kwa kifo cha mkurugenzi wetu ambaye ameshapumzishwa. Mwenyezi Mungu pia ampumzishe kwa amani. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa Chama cha Mapinduzi, napenda kukishukuru chama changu kwa siku zote kwa uteuzi sahihi waliofanya kwa sisi waheshimiwa wabunge wote, na hivi mara ya mwisho kututeulia Dr. Emmanuel Nchimbi awe mgombea mwenza. Mimi kwa kuwa natoka wilaya ya Nyasa anakotoka Dr. Nchimbi kwa alikozaliwa kwa ndugu zake, napenda niseme wazi, mimi namfahamu vizuri Dr. Nchimbi kwamba ni mtu mwema, mtu mwenye hekima, mtu mwaminifu, mtu mwenye upendo wa dhati. Atamsaidia vizuri Mheshimiwa Rais na taifa lake. Lakini pia ni mtu wa mikakati na ni mtu wa maneno kidogo, kazi zaidi. Kwa hiyo tumepata mtu wa kumsaidia Mheshimiwa Rais. Wote tumuunge mkono. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na pongezi nyingi kwa Mheshimiwa Waziri Dr. Kitilia na msaidizi wake Mheshimiwa Nyongo na wote kwa ujumla, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ninayo machache ya kuzungumza, na ya kwangu yataenda moja kwa moja kwenye uhalisia wa maisha ya kawaida. Sitatumia formula au equation, hakuna. Ni moja kwa moja kwa maisha yetu. Katika kujenga uchumi wetu wa taifa hili, tumeona kuna mambo ambayo yanatoa matokeo ya haraka moja kwa moja. Hayahitaji hata kufikiria, hayahitaji hata watu wajifungie watafakari, yako moja kwa moja. Yana mifano siku zote. Mheshimiwa Mwenyekiti, niliwahi kuzungumza hapa kwamba tatizo la lishe linawezekana si tu kwa kukosa kula hivyo vinavyotajwa, ni kwa sababu vinachangiwa na mazingira mengine magumu watu kuweza kupata mahitaji yao ya muhimu. Mtu maskini hata ukimwambia ale mayai atayatoa wapi? Ale kuku kila siku atatoa wapi? Kwa hiyo kuna mambo yanayowezesha kufungua milango ya maendeleo na mabadiliko ya kiuchumi kwa wananchi. Kwa hiyo nikiwa miongoni mwa wabunge wa mkoa wa Ruvuma, sehemu muhimu sana ya Tanzania kwa upande wa kusini, sehemu ambayo imehusika katika historia kubwa ya nchi hii, sehemu ambayo imehifadhi hata wenzetu kutoka nchi jirani walipokuwa wanapigania uhuru. Mheshimiwa, iliwahi kutamkwa
na rais katika awamu zetu, nadhani awamu ya 5, kwamba sisi wana Ruvuma pamoja na mikoa mingine ya kusini tulichelewa kupata maendeleo kwa sababu tulikuwa tuko kwenye changamoto ya kuwa jirani na maeneo yale ambayo yalikuwa yanapigana. Kwa hiyo tukaahidiwa kuangaliwa jicho la kipekee katika mikoa hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukweli muda ufike sasa tuiangalie mikoa hii iliyosimama kwa muda mrefu kwa jicho la kipekee. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wa Ruvuma ulikuwa unaonekana kama vile hauna sifa za kuweza kuwekezwa. Kwa bahati tukapata ile barabara moja. Sasa hivi tuna madini ya chuma iko Ruvuma na Njombe pale. Tuna madini hizi madini ya makaa ya mawe, lakini tuna hata mpaka uranium. Tuna madini nyingi za kimkakati, hata nike ipo pia katika mkoa wa Ruvuma. Lakini mkoa wa Ruvuma haujawekezwa vizuri katika barabara. Tunaomba sasa hadithi ziwe mwisho wake. Tunaomba hadithi zetu za leo, kesho kutwa, hebu tuziangalie kwa jicho la kipekee. Barabara kutoka Njombe mpaka Songea ifikie mahali tuiangalie. Hebu siku moja Mheshimiwa Waziri, tembelea barabara hiyo uone malori yanayobeba makaa ya mawe, mzigo mkubwa, na sasa hivi kwenye pato la taifa tumeongeza kiwango kikubwa kutokana na hayo makaa ya mawe. Hebu hiyo barabara sasa itengenezwe. Lakini pia kwa sababu ya chuma cha Liganga na Mchuchuma, hebu reli kutoka Mtwara mpaka Mbamba Bay, kutoka Songea mpaka kule Mchuchuma na Liganga iweze kutengenezwa. Haya, kwa seniority utaanza na Mheshimiwa Kuchauka. Nataka nimpe taarifa mzungumzaji, anazungumza vizuri sana. Na ndio maana kiongozi wa awamu ya 3 Mheshimiwa marehemu Mkapa alikuja na Mtwara Corridor. Sasa ni vizuri hiyo kwenye sera yetu tuihuishe. Mtwara Corridor ilikuwa imelenga kuhuisha maendeleo upande wa kusini. Mheshimiwa Engineer Stella, unapokea taarifa? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naipokea taarifa kwa mikono miwili. Asante, naomba nikusitishe kidogo. Mheshimiwa Sanga, tafadhali. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza ni mpongeze sana Engineer Manyanya anachokizungumza. Barabara ya Makambako Njombe Ruvuma ina zaidi ya miaka 30. Na kwa takwimu za TANROADS wanapitisha malori saizi yanabeba makaa mawe zaidi ya 1500 kwa siku. Kwa wanachokizungumza ni kinaita tija sana kwa ajili ya nyanda za juu kusini kuhakikisha barabara inaenda vizuri. Asante Mheshimiwa Sanga. Mheshimiwa Engineer Stella, unapokea taarifa? Naipokea kabisa, na hii ni kuonyesha kwamba watu wa maeneo hayo, ukanda huo, hayo ndio matamanio na changamoto wanazozifikia. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna hii barabara ambayo tumeizungumzia sana kutoka Kilombero kuja mpaka Namtumbo, na yenyewe ni barabara ambayo itawezesha uchumi mkubwa. Basi iangaliwe kwa jicho la kipekee. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna barabara ambayo iko mpakani. Nchi hii ili iweze kuwa na amani lazima iwe na usalama wa mipaka yake yote, kuanzia kule Litui mpaka Chiwindi, lakini pia ukitoka Nyoni mpaka Mitomoni. Hizo zote ni barabara muhimu sana kimkakati, kiulinzi. Naomba sana, zilikuwemo barabara hizo katika ilani ya uchaguzi iliyopita. Bahati mbaya kwa sababu ya mikakati mingine hatukuweza kuzifikia. Naomba zisitoke mle kwenye ilani mpya itakayokuja. Haya maeneo niliyozungumzia tuhakikishe yanarudishwa tena ili wananchi waendelee kujua kwamba serikali yao ikipanga jambo linatekelezwa. Nashukuru sana kwa daraja la Mitomoni na daraja la Mkili. Pamoja na hayo Mheshimiwa Mwenyekiti, nirudi sasa kwenye masuala ya umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, umeme ni jambo muhimu. Umeme ukikatika maeneo fulani tunasikia kelele nchi nzima. Sasa hivi tumefanikiwa kupata huu umeme wa kutoka Mwalimu Nyerere, bwawa la Mwalimu Nyerere mpaka Chalinze na maeneo mengine unakwenda. Lakini mpaka sasa tunaweza kusafirisha megawati zisizozidi 1000. Maximum 800, 900. Si kwamba hatuna uwezo wa kuzisafirisha zote megawati 2115 zilizotayarishwa pale. Mashine zote 9 ziko tayari
line mpaka Chalinze iko tayari, lakini kituo chetu cha Chalinze hakina uwezo wa kubeba megawati zote. Hali kadhalika kutoka pale kusambaza kwenda maeneo mengine, bado mishipa hiyo ya kusafirishia huo umeme haijawa tayari. Niwaombe sana, tumefanya kazi kubwa sana kama nchi kuhakikisha bwawa lile tunalimaliza, na kwa kweli Mheshimiwa Rais anastahili pongezi ya hali ya juu kukamilisha mradi huo. Naomba tusianze hapa kupanga mamikakati mengine tukaacha kumalizia hili swala ambalo tumeshalianza. Na ndio maana watu wanauliza kwa nini tunataka kununua umeme sehemu nyingine. Ndugu zangu, msiogope, hiyo ni kiasi kidogo kitakacholetwa, lakini hasa umeme wa uhakika tulioupata ni huu ambao tumeshautengeneza eneo la bwawa la Mwalimu Julius Nyerere. Niwaombe wa Tanzania, tusiwe watu tena wa kuondoka tukaacha hili tukaenda hili. Hii project tulioianza tuikamilishe vizuri. Nchi kishakuwa na umeme wa kutosha, hata wawekezaji wataweza kwenda kuwekeza popote pale, na hayo tumeyaona matokeo yake. Baada ya kuwa na umeme angalau unaoaminika, hali ya uwekezaji imeendelea kuwa ni nzuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maneno haya niseme kwamba tunaenda kwenye uchaguzi. Mheshimiwa, muda wako ulishakwisha muda mrefu. Dakika moja. Asante. Naomba hitimisha Mheshimiwa. Asante. Kwa sababu tunaenda kwenye uchaguzi, nategemea bajeti ya kutosha itawekwa ili vyombo vyetu viweze kusimamia vizuri uchaguzi wa haki na wa amani. Asante sana, naunga mkono hoja. Asante waheshimiwa wabunge. Naomba wakati tunaendelea tutambue wageni ambao tunao sasa. Tunao wageni wa Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander